Karibuni tena katika tafakuri yetu ya kusisimua sana ambayo inasema maagano ya damu. Na ujumbe wetu wa leo unazungumzia juu ya kafara ya umwagaji wa damu. Maagano ya damu yanahusisha umwagaji wa damu. Sasa tunapozungumza kuhusu umwagaji damu, inamaanisha kuiondoa damu kutoka katika mwili, hasa mwili wa mnyama, na kuimwaga katika chombo au kuimwaga ardhini. Damu ambayo ndani mwake mna uhai, kama tulivyoona katika tafakuri iliyotangulia, na uhai huu tuliona kwamba unatoka kwa Mungu, basi ni kitu kitakatifu. Kwa hiyo basi, kama kitu kitakatifu kinachompatia mwanadamu uhai, hairuhusiwi kumwagwa bure. Biblia inazungumzia madhara ya umwagaji damu juu ya ardhi. Kwa mfano, ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 35 mstari ule wa 33, inasema umwagaji damu huitia nchi unajisi. Maanake ukimwaga damu katika ardhi unainajisi. Tunaona kwa mfano katika kitabu cha Mwanzo, Kain alipomuua ndugu yake Habili, Mungu alimuuliza, umefanya nini? Damu ya nduguyo yanililia kutoka katika ardhi. Sasa wewe umelaaniwa. Hutailima tena ardhi yenye rutuba ambayo kama kinywa imepokea damu ya ndugu yako uliyemuua. Ukiilima haitakupatia tena mazao yake. Na hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 11. Kumbe kumwaga damu ya mtu inaitia ardhi najisi, lakini vile vile unalaaniwa. Yaani mtu analaaniwa kwa kumwaga damu ya mtu. Ndiyo maana katika tafakuri moja ya nyuma tulizungumzia sana swala la kutoa mimba. Unapotoa mimba, manake unaondoa uhai wa kiumbe ambacho tayari kimeshaanza kufanyika kuwa mwanadamu. Unapomwaga damu ile, manake damu ile unaimwaga katika chombo, lakini inaishia wapi? Inaishia katika ardhi. Sasa damu ile inapomwagwa katika ardhi imelaaniwa. Lakini imelaaniwaje? Manake ni kwamba haitakupatia wewe uliyemwaga damu ile mazao, kwa sababu kama Biblia inavyosema, Mungu alivyomwambia Kaini, hutailima tena ardhi yenye rutuba. Manake wewe unayemwaga damu ya mtu kwa kutoa mimba, manake damu ile inailaani ardhi, na hivyo hutapata tena mazao yenye rutuba katika ardhi iliyomeza damu ile. Kwa upande mwingine, tunaweza tukasema mtu aliyetoa mimba manake amemwaga damu. Kwa hiyo damu ile iliyomwagwa manake imeilaani au imelaani tumbo lile ambalo ndilo lililokuwa limembeba huyu kiumbe. Manake tumbo lile haliwezi kukupatia tena rutuba kama ambavyo ungestahili. Na ndiyo maana tunaona kwamba watu wengi wanaotoa mimba basi wanaishia kwa kutokupata watoto. Na imekuwa ni tatizo kubwa sana katika jamii yetu, na ni jambo la msingi sana kulizungumzia swala hilo na kuliweka wazi. Lakini leo hii hatuzungumzie swala hilo. Tunajaribu kuona mahusiano ya damu ambayo inamwagwa hasa katika matambiko. Mwanadamu kwa njia ya asili alitambua umuhimu wa damu, tofauti na viungo au sehemu nyinginezo za mwili. Sasa kwa njia hii ya asili, mwanadamu ameweza kutambua
muunganiko wake na ulimwengu wa roho, yani tunaita supernatural. Mwanadamu alipotafuta njia ya kujiunganisha na ulimwengu wa roho, alitambua kuwa kiunganishi kizuri ni damu, kwa kuwa ndiyo iliyobeba uhai. Ndiyo maana katika jamii nyingi duniani watu wamekuwa wakifanya maagano ya damu na mizimu au na miungu tangu zama za kale, na desturi hizi zimekuwa zikiendelea katika baadhi ya makundi ya watu hata leo hii. Umwagaji damu unafanyika katika tambiko au kafara za maagano fulani. Damu inamwagwa kwenye ardhi ambayo mwanadamu anaiona kama ndiyo chimbuko lake. Hivyo anapoimwaga damu, anautumia uhai kuwasiliana na asili yake. Damu inayomwagwa ni ya wanyama mbalimbali, kila mmoja ikiwa na maana yake. Kuna matambiko mengine yanayohusisha hata umwagaji damu wa watu. Kwa mfano, ukisoma katika kitabu cha Ezekiel sura ya 16 mstari wa 20 mpaka ule wa 21, utaona inazungumzia juu ya sadaka za wana wa kike na wa kiume waliotolewa sadaka au kafara za maagano na miungu. Maagano haya yanafanyika kwa sababu kadhaa au kwa sababu mbalimbali. Kwa mfano, kuna nchi moja inayoitwa Haiti. Nchi hii inapatikana katika bara la Amerika ya Kusini. Wengi wa watu wanaoishi katika nchi hii ni watu weusi ambao chimbuko lao ni watumwa ambao walitolewa pwani za Afrika Magharibi. Watumwa hawa walipelekwa kufanya kazi katika bara la Amerika, hasa Amerika ya Kusini, lakini utumwa ulivyokomeshwa, hawa watumwa waliwekwa huru katika nchi ya Haiti, walitengeneza taifa lao. Lakini baadaye walitawaliwa na koloni la Wafaransa. Sasa kilichotokea ni kwamba koloni la Wafaransa lilikuwa linawanyanyasa sana hawa watu, kama vile makoloni mbalimbali yalivyokuwa. Tunaposoma historia tunayaona hayo. Wakoloni hawakuwa watu wazuri, lakini wakoloni hao ndio walioleta dini kwetu, na ndio walioleta dini hasa ya Ukristo pia katika taifa la Haiti. Sasa kukawa na bwana mmoja ambaye alijaribu kuwaza kwamba iweje hawa watu weupe wanampinga shetani lakini wanamtukuza Mungu wa Kristo, na wamekuwa na nguvu zaidi ya wao. Vile vile wakoloni hawa wakawa wanawafundisha hawa watu wamwabudu Mungu wao na wampinge shetani. Basi huyu bwana akaja na wazo moja la ajabu. Akawaza kwamba wataweza tu kumshinda mkoloni Mfaransa kwa kumtukuza shetani. Hivyo waliweka maagano na shetani, na walifanya hivyo kwa kumwaga damu ya nguruwe. Maagano haya yalifanywa na shetani kwamba wao watamtumikia kwa miaka 100 ikiwa kama shetani atawasaidia kumwondoa mkoloni ambaye ni Mfaransa. Wafaransa walitishika sana waliposikia kwamba hawa watu wameweka mkataba na shetani na wakafanya maagano ya damu ambayo waliamua kabisa kwamba watamtumikia shetani kwa muda wa miaka 100 endapo kama shetani atawasaidia kuwashinda. Lakini kwa ujumla kafara za damu zilitolewa kwa miungu, zilitolewa pia kwa mizimu na mashetani kama njia ya kuwafurahisha, kuwatuliza hasira zao, na wakati mwingine kama malipo. Kafara za kumwaga damu
kufanya maagano na miungu, mizimu na mashetani zimekatazwa. Na hii tunaiona katika kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 20, ambayo inaweka wazi tu kuwa yeyote atoleaye sadaka kwa miungu zaidi ya Mungu aliye hai, huyo anastahili kuangamizwa. Kafara hizi hazikuruhusiwa kwa sababu miungu, mizimu na hata mashetani wao sio chanzo cha uhai unaotolewa na hawakustahili kuudai au kuutumia kwa njia yeyote ile. Lakini katika historia nzima ya imani tangu kuumbwa kwa dunia, umwagaji damu umekuwa ukitumika kama njia halali ya kumuunganisha tena mwanadamu na Mungu ambaye ndiye chanzo halisi cha uhai. Wapingaji wa imani wanaelezea umwagaji damu kama kafara kwa Mungu, kama eti Mungu wetu ni Mungu asiye na huruma, asiye na upendo, au Mungu mwenye hasira ambaye hasira zake zinatulizwa na malipizi ya kumwaga damu. Sasa utaona kwamba mawazo haya ni potofu sana. Tangu mwanzo wa kutoa kafara kwa umwagaji damu kwa Mungu wetu aliye hai, haujawahi kufanyika kwa ajili ya kumpendeza, kumfurahisha au kama malipo kwake. Tena Mungu hakupendezwa nazo, kama tunavyoweza kusoma katika Waebrania 10 mstari ule wa 6. Kafara hizi za kumwaga damu zilifanyika kwa ajili ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Ili tuweze kuelewa jambo hili, tutazame historia nzima ya kafara ya kumwaga damu. Umwagaji damu wa kwanza kabisa kwa njia ya kumuunganisha mwanadamu na Mungu baada ya mwanadamu kutenda dhambi ulifanywa kwa mara ya kwanza na Mungu mwenyewe. Tunaona kwamba baada ya Adam na Eva kutenda dhambi kinyume na amri na taratibu za Mungu, jambo la kwanza alilolifanya Mungu ni kumwaga damu ya mnyama na kuwafunika kwa ngozi ya yule mnyama. Damu ilimwagwa ili kufunika dhambi yao. Badala ya yeye Mungu kuwaka hasira, yeye aliwaonea huruma na kwa upendo aliwafanyia kafara kuwasitiri. Hapo ndo tunaona kwamba Mungu hakuwa Mungu mbaya, bali alikuwa Mungu mwenye huruma na upendo. Tunajua kwamba malipo ya dhambi au mshahara wa dhambi ni mauti, kama tunavyosoma katika Warumi 9 mstari wa 26. Adam na Eva walivyotenda dhambi walistahili kuuawa, lakini Mungu hakuwaua, hakuruhusu wauawe. Mungu aliwasamehe na alifunika dhambi yao kwa kumwaga damu. Umwagaji ule wa damu uliwakumbusha kuwa walistahili kufa, lakini kwa upendo waliendelea kuishi. Maovu ya mwanadamu yalizidi tangu kuanzia kosa la Adamu na Eva, na mwanadamu alizidi kujitenga na Mungu kwa kutenda dhambi. Kila mwanadamu alipomkosea Mungu, Mungu hakumwacha apotee moja kwa moja, bali alimrejesha kwa kuwapa suluhisho la muda, yaani kuzifunika dhambi zao kwa njia ya kumwaga damu. Kama tulivyoona tangu mwanzo kuwa damu ikimwagwa inaondoa uhai wa mnyama, tambiko za umwagaji damu zilifanyika kama njia ya kuwakumbusha wanadamu kuhusu kifo, lakini dhambi yao iliendelea kufunikwa ili waweze kumrejelea Mungu aliyewapenda. Kwa hivyo
Damu ya mnyama ilimwagwa badala ya wao kufa kwa ajili ya dhambi zao. Zoezi hili liliendelea tena na tena, miaka na miaka, lakini mwanadamu alizidi kuendelea kutenda dhambi mara kwa mara, na dhambi iliendelea kufunikwa kwa kumwaga damu ya wanyama, ishara kuwa upendo wa Mungu kwa mwanadamu haukuwa na kipimo, na hata sasa hauna kipimo. Mpaka hapo utaona ni jinsi gani sisi binadamu tulivyo na vichwa vigumu, kwamba Mungu anaendelea kutuhurumia na kutupatia nafasi, lakini bado tunazidi kuendelea kutenda dhambi, ijapo tunajua kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa umwagaji wa damu ya wanyama ulikuwa ni kumkumbusha mwanadamu ubaya wa dhambi, lakini mwanadamu hakusikia. Umwagaji wa damu unamdhihirishia mwanadamu kuwa alistahili kufa, lakini bado mwanadamu haoni, bado hatulioni hilo. Ndio maana hata katika magonjwa mabaya ya siku hizi, mtu anakufa kwa kuambukizwa gonjwa baya, lakini mwanadamu hajifunzi, huku watu wakiwa wanamzika yule aliyokufa kwa kuambukizwa na ugonjwa ule. Wengine wanaendelea kuwa bize kujiweka katika hatari ile ile. Umwagaji wa damu wa wanyama unatukumbusha upendo wa Mungu kwetu, lakini bado hatuoni wala hatutambui ni kwa kiasi gani Mungu anatupenda. Lakini Mungu hakati tamaa, kwa maana upendo wake tumeona hauna kipimo. Yeye hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wapate kupokea toba. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9. Kwa upendo wake mkuu kwetu, Mungu aliamua kumtuma mwana wake wa pekee ili amwage damu yake kwa ajili ya ondoleo kamili la dhambi. Damu yake iliyomwagika inasema mambo mema kuliko ile ya Habili. Tunasoma hilo katika Waebrania 12 mstari wa 24. Je, mwanadamu ameweza kuona upendo huo na kuacha tabia yake ya dhambi? Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Asanteni.